Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wa Yemen wameibuka kwa mara nyingine tena, wameipiga marufuku Marekani kufanya usafirishaji wa mafuta kupitia eneo la Bahari Nyekundu. Hii ni kutokana na serikali ya taifa hilo la Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya wa Yemen, hasa wakililenga kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Serikali ya Yemen imetangaza marufuku ya jumla dhidi ya mafuta ghafi ya Marekani kama jibu kwa mashambulizi yanayoendelea ya Washington kwenye nchi hiyo ya Kiarabu, pamoja na mashambulizi yanayolenga raia na miundombinu ya kiraia. Kituo cha kuratibu operesheni za binadamu cha Yemen, HOCC, kilitoa taarifa kwenye vyombo vya habari siku ya Jumamosi kikisema kuwa vikwazo dhidi ya Marekani vitaanza kutekelezwa mnamo Mei 17, na wakati huu Marekani haitaruhusiwa kupitisha meli yake yoyote ya mafuta. Mkurugenzi mtendaji wa HOCC amesema marufuku hiyo imewekwa kuwa adui wa Marekani anayeendeleza kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Yemen akilenga raia na vituo vya kiraia, jambo lililosababisha vifo na majeruhi kwa mamia ya watu wakiwemo wanawake na watoto. Lakini pia ni juu ya ufanyaji wa mashambulizi katika bandari ambapo Marekani ilishambulia eneo lenye mafuta na kufanya uharibifu mkubwa na kusababisha vifo vya watu wengi. Taarifa ilieleza kuwa kama ambavyo adui wa Kimarekani alivyolenga bandari ya mafuta ya Ras Isa katika jimbo la Al Hudaida mnamo Aprili 17 mwaka 2025, akishambulia miundombinu ya kiraia na wafanyakazi katika uhalifu wa kutisha unaotambuliwa kama moja ya mauaji ya kinyama dhidi ya binadamu katika jaribio la kuzingira watu wa Yemen. Jamhuri ya watu wa Yemen ina haki ya kujibu uhalifu huu, mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita unaofanywa na adui Marekani dhidi ya watu wa Yemen, taarifa hiyo ilisema. Zaidi, taarifa iliongeza kwamba hivyo basi uamuzi umetolewa wa kupiga marufuku usafirishaji, uhamishaji, upakiaji, ununuzi au uuzaji wa mafuta ghafi ya Marekani, iwe moja kwa moja au kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Mkuu huyo wa HOCC ameonya kuwa kampuni zitakazokiuka marufuku hiyo mpya ya usafirishaji mafuta zitawekewa kwenye orodha ya wavamizi dhidi ya Yemen, akisema meli zinazomilikiwa kuendeshwa na makampuni hayo pia zitazuiwa kupitia katika maji muhimu ya kikanda ikiwemo Bahari Nyekundu, mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb, Ghuba ya Aden, Bahari ya Arab na Bahari ya Hindi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kutakuwa na misamaha kwa madhumuni ya kibinadamu au kwa nchi na kampuni zinazopinga sera za Marekani endapo zitatuma ombi rasmi kwa serikali ya Yemen. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya Palestina huko Gaza, vikosi vya jeshi la Yemen vya Kihouthi vimeendesha operesheni nyingi kuunga mkono wa Palestina wanaokumbwa na vita, wakishambulia ngome za kijeshi na kiuchumi za utawala wa Israel katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, pamoja na kulenga meli za Israel au meli zinazoelekea bandari ya maeneo hayo yaliyokaliwa kwa mabavu. Kwa kuungwa mkono Israel, Marekani ilitangaza kuunda kikosi cha majini mwezi Desemba mwaka 2023 ili kulinda meli zitakazokwenda kwenye maeneo yanayokaliwa na Israel kupitia Bandari Nyekundu. Vikosi vya Yemen vilijibu kwa kuongeza mashambulizi dhidi ya malengo ya kimkakati na nyeti ya Israel na Marekani, ikiwamo meli za kivita za Marekani zilizoko pwani ya Yemen. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana zaidi hapa The World News. Nitaendelea kukujuza mambo mengi. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.